Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu, Mola ya Seba, tuitikie wote ni Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ndiyo leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma na hiki ambacho kiko live. Utabarikiwa sana. Leo tunajifunza siri ya amri kuu kuliko zote. Leo tunajifunza siri ya amri kuu kuliko zote. Amri ni nini? Amri ni sheria au kanuni au mwongozo au utaratibu uliowekwa ili kulinda haki ya Mungu na haki ya mwanadamu isipotee. Nitarudia. Amri ni sheria au kanuni au mwongozo au utaratibu uliowekwa ili kulinda haki ya Mungu wa mbinguni na haki ya mwanadamu isipotee. Turejee kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 27. Inasema wazi sana. Akamuuliza Yesu, napo alijibu hivi kama jinsi ilivyoandikwa kwenye kitabu. Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Kumpenda Mungu ni kwa namna gani? Kumpenda Mungu ni kutii sheria yake, na sheria yake ndiyo hiyo tuliyoisikia kutoka katika kitabu cha Mtakatifu Luka sura ya 10 mstari wa 27. Kumpenda Mungu kwa moyo wako wote ni kwa namna gani? Kumpenda Mungu kwa moyo wako wote ni kumpenda Mungu kwa kimwili, yani ni kitendo cha kumpenda Mungu kimwili, yani kutumia mwili wako kutangaza habari njema ya ufalme. Na kumpenda Mungu kwa roho yako yote. Kumpenda Mungu kwa roho yako yote ni kitendo cha kutumia mawazo yako na fikra zako kutafakari yaliyo ya Mungu. Mfano, kutumia mawazo yako kutafakari neno la Mungu, kama jinsi tunavyojifunza neno hili. Nini maana ya kumpenda Mungu kwa nguvu zako zote? Kumpenda Mungu kwa nguvu zako zote ni kitendo cha kutumia nguvu kujenga ufalme wa Mungu. Mfano, kutumia nguvu kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Kumpenda Mungu
kwa akili zako zote ni kwa namna gani? Kumpenda Mungu kwa akili zako zote ni kitendo cha kutumia akili kutafakari au kujifunza neno la Mungu ili upate kulielewa, kama tu jinsi tunavyotumia akili zetu darasani, mashuleni kujifunza elimu ya dunia hii ihusuyo dunia. Je, kumpenda jirani yako kama nafsi yako ni kwa namna gani? Kumpenda jirani yako kama nafsi yako ni kumpenda mtu yeyote bila kujali dini, bila kujali kabila lake, bila kujali rangi yake mweupe au mweusi, bila kujali uzuri au ubaya wake, bila kujali cheo chake au umaarufu wake, bila kujali umaarufu wake na kadhalika, kama jinsi unavyojipenda mwenyewe. Hiyo ndiyo siri ya amri kuu kuliko zote aliyoiacha Yesu Kristo katika agano lake jipya la milele. Ombi. Yesu Kristo, msaada wa wanyonge, tusaidie watu wako wote ulimwenguni tupate kuwa na roho na nguvu ya kutii sheria yako na kuiishi milele yote. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, nchi yangu. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.